إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الأبناء أمانة في أعناق آبائهم سيسألون عنهم يوم القيامة. Enyi Islam, hakika watoto ni amana. Amana hii wazazi wataulizwa siku ya kiyama kuhusiana na amani hii ya watoto. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa kuhusiana na alichokichunga. Farrajulu ra'in ala ahli baiti, mwanaume ni mchungaji kwa watu wa nyumbani kwake. Wa huwa mas'ulun anhum, na yeye ataulizwa kuhusiana na hao watu wa nyumbani kwake. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, na mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mume wake na watoto wake, na ataulizwa kuhusiana na wao. Muttafaqun alayhi. وقال الله تعالى, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara, enyi ambao mmeamini, ziokoeni nafsi zenu na moto na muokoe watu wenu na moto, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Fayaman razaqaka Allahu auladan, ewe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku watoto, i'lam annaka mas'ulun an tarbiyatihim, fahamu ya kuwa wewe utaulizwa kuhusiana na malezi yao watoto kama hao. Madam Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku watoto, basi maswali ya watoto hao mbele ya Allah wewe ndio utakayejibu. Mas'ulun an dinihim wa akhlaqihim, utaulizwa kuhusiana na dini yao, lakini pia utaulizwa kuhusiana na tabia zao. Mas'ulun amma ta'allamu wa amma nasha'u alayhi, utaulizwa yapi ambayo wao waliyasoma, lakini pia utaulizwa yapi ambayo wao walikuwa nayo katika maisha yao kuanzia wadogo mpaka walipokuwa, ni yapi ambao walikuwa nayo. Ya Abdullah, inna min a'zami ma yanbaghi an yu'lama anna alwalidaini huma as-sabab al-akbar fi salahi al-abna au fasadihim. Ewe mja wa Allah, hakika katika jambo kubwa ambalo linahitajika kufahamika ni kuwa wazazi wawili wao wana sababu na nafasi ya wale watoto wao kutengenea na kuwa wema. Lakini pia watoto pale watakapoharibika wakawa waovu, basi mara nyingi sababu inakuwa ni yule mlezi wao ambaye amewalea. Kutengenea kwa wale watoto na kuharibika kwao, maswali yote na lawama zote
ataangushiwa mzazi wao yule ambaye amewalea. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, asema mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra, hakuna anayezaliwa isipokuwa anazaliwa katika maumbile salama, maumbile ambayo hayana uchafu, maumbile sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyomuumba nayo mwanadamu. Fa abawahu, wazazi wa huyu aliyezaliwa, yuhawidanihi, kwa yale malezi yao watakayomlea, ndiyo yeye atakuwa Yahudi kulingana na malezi ya wazazi wake, au yunasiranihi, au watamfanya yeye kuwa mnasara, au yumajisanihi, au watamfanya yeye kuwa majusi. Rawahu Muslimun. Enyi Islam, fal abna safhatun bayda, watoto enyi Islam ni kama kurasa jeupe ambalo ni safi, halijaandikwa kitu. Yaktubu fiha al-aba ma sha'u, wataandika wazazi kurasa hilo kwa wale watoto wao kile wanachokitaka. Wakiandika mazuri kwa wale watoto, basi watoto watakuwa wazuri, lakini ikiwa wameandika mabaya, watoto kama wale watakuwa wabaya. Fa imma an yurabbuhum ala al-imani wat-ta'a, imma wawale wao katika iman, katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa imma an yudayyi'uhum fi durubil inhiraf, ama wapoteze wao katika njia za upotofu, watoto wale wao watapotea. Ayuhal mu'minun, enyi waumini, innal inayata bil abna la tabda ba'da wiladatihim faqat. Enyi Islam, hakika kuwatilia umuhimu watoto na kuchunguza vipi mtu atalea watoto wake, jambo hilo halianzi baada ya kwamba wale watoto wameshazaliwa, bal tabda qabla dhalik, bali jambo la kuwalea watoto linaanza kabla ya hapo. Bihusni ikhtiyari zawja, kwa mtu kutafuta mshirika wake wa maisha vizuri. Pale mtu anapotafuta mke, anatafuta vizuri vile dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ilivyotuelekeza namna ya kutafuta. Kwa hivyo mtu atafute azawja saliha, mke mwema. Hiyo ni moja katika njia ya watoto wake kutoka salama na kusalimika, wakawa watoto wema na wazuri. Wabiddu'a lillahi bidhurriyati tayyiba, lakini pia njia nyingine kabla ya mtu kupata watoto, anatakiwa awe atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa pamoja na mshirika wake wa maisha, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kizazi chema, watoto wema, kama alivyosema Nabii Allah Zakaria, kama Allah alivyoelezea katika Qur'ani, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a, ewe Mola wangu nizawadie mimi kutoka kwako kizazi kizuri, kizazi chema, hakika wewe Allah ni msikizi wa maombi. Walakinna a'dhama almas'uliyah takunu ba'da wiladatihim, lakini mas'uliyah makubwa yenye Islam yanakuwa baada ya wale watoto kuzaliwa. Wakishazaliwa, mas'uliyah makubwa yanakuwa hapo. Wa huna yati dawru at-tarbiyati al-haqiqiyah, na hapa ndiyo huja wakati wa malezi ya uhakika, yanaanza baada ya mtoto kuzaliwa. Ya ibadallah, min a'zami ma yajibu ala alwalidain arrahmatu bil abna warifq bihim.
katika mambo makubwa ambayo yana walazimu wazazi wawili, wanatakiwa kuwa na huruma na watoto wao, wanatakiwa kuwa wapole na watoto wao. Hivyo ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa. Baadhi ya wazazi wakiwa katika majumba yao, basi watoto wanakuwa hawana amani kulingana na ugumu wa mzazi aliyokuwa nao na kukosa huruma kwa watoto wake, kulingana pengine na namna ya adhabu anazochukua na vipigo wanavyowapiga watoto wake, yotumia nguvu kupita kiasi. Naam, kuadhibu inaruhusika, lakini kuadhibu mpaka yule mtoto ahisi ya kuwa huyu mzazi wangu hanipendi, yanichukia, sio jambo zuri. Kwa hivyo baadhi ya wazazi wako hivyo, akiwa hayupo ndani ya nyumba basi kuna kuwa na amani, lakini yule mzazi tu akishafika mlangoni, jua adui ashakuja huyu, hakuna amani tena. Kwa hivyo wazazi wanatakiwa kuwa na huruma kwa watoto wao. Wakati wanapowalea watoto kama wale, watumie namna nyingine ya malezi ambayo itakuwa ni mzuri. Fakad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam arhamu linnasi bisibyan. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na huruma zaidi kwa watoto kuliko watu wengine wote. Qala Anas radhiyallahu anhu, ma ra'aytu ahadan kana arhama bil iyali min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, rawahu Muslimun. Anas radhiyallahu anhu asema, sijawahi kumuona yeyote ambaye ana huruma kwa familia yake kumliko mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Walamma qala ba'd al-a'rab la nuqabbilu subyanana, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aw amliku in kana naza'a minkum ar-rahmah. Na baadhi ya wabedui waliposema mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi hatuwabusu watoto wetu, mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kusema, sasa mimi nifanyeje? Nitamiliki vipi mimi ikiwa nyinyi mmeondoshewa huruma, hamna huruma ndani ya nyoyo zenu? Kwa hivyo miongoni mwa kuwahurumia watoto ni mtu akikaa na wale watoto awe atakuwa ni kuishi nao vizuri watoto kama wale, miongoni mwake ni kuwabusu watoto kama wale. Farahmatu asasu tarbiyah. Enyi Islam, huruma ni msingi katika malezi. Walaysat ash-shiddatu wal-qaswa. Malezi sio mtu kuwa mkali, kuwa mgumu kwa watoto wake. Wako mababa ambao wako hivyo. Ewe unanisikiliza, kama wewe ni mkali kupita kiasi kwa watoto wako, hata kama unawapendelea kheri, malezi yako hivyo, jibadilishe. Mtoto anatakiwa kuhurumiwa, anatakiwa kulelewa malezi ya huruma. Pia enyi Islam, katika mambo makubwa ambayo hulelewa nayo watoto, al-aqidatu sahiha, ni kulelewa na itikadi sahihi. Wa ta'dhimu Allah fi qulubihim, kuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala katika nyoyo zao. Kuanzia watoto ni wadogo, wafundishwe itikadi sahihi ya Kiislamu, wafundishwe kumwadhimisha Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala Luqman libnihi, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Kama alivyosema Luqman kumwambia mwanawe, ewe mwanangu, usimshirikisha Allah, hakika kumshirikisha Allah ni dhulma kubwa. Fabda'u bita'limihim at-tauhid, anzeni kuwasomesha watoto tauhid. Wa rabbuhum ala muraqabati Allahi wa khashyatihi, waleeni
wawe na murakaba kwa Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala, wawe na hofu na kumwogopa Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min huquqihim kadhalik, miongoni mwa haki za watoto, ta'limuhumul akhlaq wal adab, ni kuwasomesha watoto tabia na adabu. Hebu jiulizeni, vipi watoto wenu tabia zao? Tabia zao ni zipi ambazo wanaishi nazo? Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, mualliman, akiwa anamsomesha kijana akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, samillaha, piga bismillah. Yamfundisha adabu yule mtoto ya kula, ya kuwa akitaka kuanza kula apige bismillah. Wa kul biyaminik, lakini pia kwa yamsomesha kula kwa mkono wako wa kulia. Wa kul mimma yalik, muttafaqun alayh, kula kilichoko karibu yako. Ya Abdullah, wa min wajibil abaa kadhalik, miongoni mwa wajibu wa wazazi, himayatu abnaihim min alfasad wal inhiraf, ni kuwahami wale watoto wao kutokana na kuharibika na kupotoka watoto kama wale. Hebu jiulizeni yenye wazazi, yale yanayotokea sasa hivi, ikawa watoto wenu au watoto wetu wanawakata watu mapanga, wanawaibia watu, wanawavamia watu. Haya malezi haya ndiyo malezi ya dini ya Kiislamu? Nani wa kulaumiwa? Nani wa kulaumiwa? Haya matatizo ambayo yanatokea, ukitazama vizuri kuanzia mwanzo, wazazi ndiyo wanateleza katika hili, lakini lawama watu huzibadilisha, wakaanza kufanya ukhawarij na kuwatukana viongozi na kuwalaumu viongozi. Na msingi wa malezi unaanza majumbani, unaanza majumbani, kisha huko nje baadaye. Kwa hivyo enyi wazazi, tazameni vizuri. Mzazi anatakiwa kumhami mtoto wake asipotoke, anatakiwa kumhami mtoto wake asiharibike. Fala yatrukuhum liwasaili su, wasiwaache watoto katika wasila mbaya. Wala yursiluhum ila amakinil munkarat, wala wasiwatume watoto katika sehemu za munkar. Ukamtuma mtoto aende akakununulia ulevi na vitu vingine. Bal yahfadhunahum wa yasunahum wa yuawidhunahum billah min kulli shar. Mzazi anatakiwa kumhifadhi mtoto wake, kumlinda mtoto wake, lakini pia awe atataka kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amlindie yule mtoto wake na shari zote, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyokuwa, kama kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yuawidhu al-Hasan wal-Husayn, akiwatakia kinga Hasan na Husayn, wa yaqulu, na akisema, a'idhukuma bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Rawahu al-Bukhari. Kwa hivyo wenye Islam, inatakiwa sisi kuombea dua watoto, kuwatakia mazuri, lakini si kuwatuma sigara, kuwatuma mihadarati watoto. Na wewe kijana, mzazi wako kutuma, muelezee ya kuwa hilo halifai, mimi sifai kununua kitu kama hicho. Fattaqullaha fi abnaikum, mcheni Allah kwa watoto wenu. Wa'lamu anna salahahum salahun lakum fi dunya wal akhirah, fahamuni enyi Islam, kutengenea kwa watoto wenu ndiyo kutengenea nyinyi na kupata khairi hapa duniani akhirah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يا عبد الله، يا من رزقك الله أبناء، هل سألت نفسك يوما ماذا أعددت لهم؟ ewe mja wa Allah, ewe ambaye Allah amekuruzuku watoto, je, ushawahi kujiuliza kipi ambacho umewaandalia watoto wako? hal rabbaitahum ala salah, je, umewalea wao kwa kuiheshimu sala, kwa kusali wakawa wanatekeleza ibadat ala tauhid? je, umewalea watoto wako katika tauhid ala taati llah? je, umewalea watoto wako kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala? am taraktahum lishashat washari' wa rufaqa'i su, ama umewaacha watoto katika TV ndiyo mlezi wao, ukawaacha watoto katika mitaa, walezi wao ni hiyo mitaa na marafiki wabaya. ya Abdullah, atarda an tut'ima waladak wa tasqiyahu thumma tatruka qalbahu ja'ian min al-iman? hivi waridhia ewe Muislam kumlisha mtoto wako chakula cha kawaida ambacho watu hula, lakini ukamwacha mtoto wako yule akawa anahisi njaa katika imani yake ina upungufu, dini yake hajaisoma? hivi waliridhia hilo ewe Muislam? atarda an taksuhu libas ad-dunya wa tatrukahu ariyan min al-akhlaq? hivi ewe mzazi unaridhia kumvesha mtoto wako mavazi haya kidunia, lakini umwache awe uchi katika tabia na mambo yale ya dini ya Kiislamu? hivi waliridhia hilo? ya ayyuhal aba, abnaukum amana fala tudayyi'uhum, enyi wazazi, watoto wenu ni amana, kwa hivyo msiwapoteze. abnaukum safhatun bayda, watoto wenu ni kurasa jeupe. famadha katabtum fiha, mmeandika nini katika kurasa hilo enyi wazazi? ata'atun lillah am ghaflatun walahu, je, mmeandika kwamba wao wamtii Allah subhanahu wa ta'ala? mumewalea katika malezi hayo, au mmewaacha katika ghafla, mkawaacha katika upuuzi? fabda'u min al-yawm, ikiwa hamjaanza malezi mazuri kwa watoto wenu, basi anzeni leo. karibu abnaakum min as-salah, wakaribisheni watoto wenu karibu na sala. ukija wewe mzazi uje na mtoto wako katika sala, allimuhumul Qur'an, wasomesheni Qur'an. watoto wangapi wako mitaani, madarisi ziko na wao hawasomi? ijlisu ma'ahum, kaeni na watoto wenu. istami'u ilayhim, wasikilizeni. mfungukie wewe mzazi, muulize ya kujibu kwa lugha mzuri wewe mtoto wako. wakunu lahum qudwatun salihah, lakini pia muwe nyinyi ni viongozi wema wa kuigwa kwa hao watoto wenu, wao wataiga mazuri kwenu. wakthiru min ad-du'a lahum, lakini pia tukimalizia mzidishe kuombea dua. fa innal quluba biyadillah, hakika nyoyo ziko mikononi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ye Allah ndiye anayebadilisha watu. yaqulu subhanahu, yasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, wa aslih li fi dhurriyyati, nitengenezee mimi kizazi changu, ukifanya kizazi changu kuwa kizuri. inni tubtu ilaik, mimi natubia kwako. wa inni minal muslimin, na mimi ni katika Uislamu. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.